na kwa kuwa yeye ndio shehe wa mkoa, tunayaamini na tunayakubali yote ambayo amezungumza, na amesema yeye ni Mzaramo, na najua atakwenda kinyume na ule msemo wa Wazaramo. Pia mwingine nasema zilongwa mbali zitendwa mbali. Yeye haendi na huo, ataenda na ule wenyewe cheleko na mwenye mwana. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, na tutabaki na viongozi wale wa wilaya na baadhi yao katika kutengeneza mrejesho wa namna ya watu watakaofika katika shughuli yetu. Lakini kabla sijamaliza, ni kwa sababu tumepata hii fursa, tukumbushane kidogo kuhusu masuala yetu yanayokuja. Tuna uchaguzi unaokuja hivi karibuni, na huko kwenye kata tunawategemea sana katika kusimamia misikiti yetu ambayo tunayo katika kata. Katika kata ngazi yake ya chini ni misikiti, na kwenye misikiti ndio kwenye watu. Sasa maelekezo ya Mheshimiwa Mufti ni kwamba tunaenda kwenye uchaguzi, lakini maelekezo yake na hamu yake kwa kauli yake akiwa Maka aliniambia jambo moja: tuwe makini katika uchaguzi, tuwe makini katika watu tunaowaingiza katika katika baraza, katika misikiti yetu, katika kata zetu, katika wilaya zetu. Na ikiwezekana, kama ingekuwa inawezekana, ni bora hao walioko wale wakarudi wote, kwa sababu tumewazoea na tunaenda nao vizuri, kuliko kuingiza tena watu wapya ambao pengine watakuja kutuvuruga. Lakini kwa sababu ni utaratibu wa kikatiba, tunakwenda kwenye uchaguzi. Ila tuombe sana sisi ambao tuna dhamana ya kusimamia uchaguzi, walio wengi, kwa sababu ni mashehe wa kata wengi kwenye baraza la mashehe la wilaya kule, msiwaache tena mkasema labda nawaondoa. Hapana, tuhakikishe kwamba wale wote ambao tunahitaji kuwa nao na wanafanya kazi nzuri tuwaenzi na waendelee kukaa. Lakini mtusimamie vizuri katika misikiti. Viongozi wa kata, mtusimamie vizuri katika misikiti. Tuna migogoro mingi sana ya misikiti yetu hapa Dar es Salaam. Imeingiliwa, imeporwa. Misikiti mingi imetengenezewa bodi za wadhamini feki. Msikiti huko chini ya baraza, lakini umetengenezewa bodi za wadhamini. Halafu wale wanachukua silsila ya nje ya baraza, wanaoingiza watu ambao hawana ule mwenendo wa baraza. Kwa hiyo tunakubali kuporwa vile vilivyo kwetu. Sera yetu ni kurudisha vilivyoporwa, sio kukubali kutoa tena tulivyonavyo kwa watu. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunasimamia vizuri misikiti yetu, ikae na watu waadilifu, watu wenye ikhlasi na Mungu pia, lakini wenye imani na wacha Mungu kweli, wanaochaguliwa kwenye misikiti, kwa sababu ni kituo maalum cha kwanza katika kazi zetu za Uislamu. Ukiondoa nyumba na familia zetu, kituo cha kwanza kabisa ambacho kinatujumuisha ni msikiti, na ni eneo muhimu sana la kutujenga. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunajitahidi kupata watu sahihi katika misikiti yetu, na huko kwenye kata tujitahidi tuwe wawazi katika misikiti yetu ili tuondoe migogoro. Mapato na matumizi katika kitu ambacho kinalalamikiwa sana na watu huko mitaani, ukipita leo, na wengine hata misikiti mingine watu hawatoi sadaka, kwa sababu ile sadaka ndogo inayotoka haionekani inafanya nini na inakwenda wapi. Kwa hiyo ule uwazi kwenye mapato na matumizi nao ni jambo ambalo huko tunapoenda tujaribu kutafuta namna ya kuliboresha. Tukiwa wawazi, hata kile kidogo tunachokipata tutapata mara 10 zaidi, hata kunufaika tutanufaika zaidi. Na hata maimamu, walimu wa madrasa watafikiriwa katika kile ambacho kinapatikana, ili na wenyewe hawawezi kufundisha pale bila kupata kitu chochote. Ila sasa tujenge imani kwa watu ambao wanatoa, kwa kuwapa mrejesho wa kile kinachotoka kinafanya nini na kionekane. Watatoa wengi sana, lakini shida iliyopo ni kwamba baadhi na mingi ya misikiti hakuna mapato na matumizi, na hela zinakuwa
chini ya watu wawili au mmoja, hali ya kuwa ni sadaka. Hivyo vitu twende tukaviondoe ili tujenge imani kwa Waislamu, na hichi alichokizungumza Sheikh wa mkoa kwamba tukifanya mambo hayo tutakuwa na waumini na wafuasi wengi sana nyuma yetu na tutajifaharisha. Ukiwa kiongozi mzuri ni yule ambaye ukienda mahala watu wakikuona wanakufurahia, hata ukiondoka kesho wanakuhadithia katika hadithi iliyo njema. Kwa hiyo tuyajenge hayo na tuombe sana mtusaidie. Tutakuwa na semina na viongozi wetu wa wilaya na mikoa kuhusu mchakato wa uchaguzi. Wakimaliza wao wa mkoa watashuka wilaya, wilaya watashuka kwenye kata, kata watashuka mpaka kwenye misikiti kuwaelewesha huu mchakato, kwa sababu ni swala la muda mfupi sana, ili watu kila mmoja aelewe. Na niwape tu siri kwamba wako watu wako nje yetu sisi hapa wana tamaa kubwa sana kuingia katika baraza, na wengine wana nia nzuri, wengine hawana nia nzuri. Kwa hiyo tujitahidi sisi ambao tuna nia nzuri na tumelijenga baraza mpaka likafika hapa tulipo, tusiwaachie watu wengine wakaingia wakaja kuliharibu baraza. Na utamu wa baraza sasa hivi ndio unaanza. Unaondokaje? Wewe unaondokaje leo wakati tunaanzisha miradi kibao sasa hivi mpaka huko kwenye misikiti, na wewe ndiye chanzo cha kufikisha baraza hapa lilipofika. Tuitahidi sana tuendelee kuwepo, lakini tuboreshe mazingira. Kila mtu mahala alipo kama anafanya vizuri, Mwenyezi Mungu atamsimamia, lakini na sisi viongozi tuhakikishe kwamba tutasimamia yule aendelee, hata kama anapigwa fitna, lakini maadamu uko kwenye haki utasimama vizuri. Kwa hiyo tuombe tusimame kwenye haki, lakini tusimamie wengine, lakini tujitahidi sana kulifanya baraza lipendwe na watu. Huko nje wengi wanalizungumzia baraza na wanazungumza maneno makubwa mabaya kuhusu baraza, lakini kihakika hawalijui baraza lenyewe. Wako watu wachache ambao pengine ndio waharibifu baraza, lakini wao wanaolizungumza baraza vibaya wengi ni wale ambao wana tamaa ya kuingia katika baraza, lakini wamekosa nafasi hizo, au wengine walifukuzwa, au wengine wamekosa sifa ya kuwa katika baraza. Kwa hiyo sisi tulioko ndani ya baraza tuwaonyeshe watu sifa nzuri ili waendelee kuliona baraza ni nzuri, wale ambao hawalijui, na tuwafahamishe. Na tuwe tunazungumza mambo yetu yafahamike. Kwa sababu misikiti mingi watu wengi wanafanya mambo mengi mazuri, lakini bahati mbaya tunayaacha, hatuyasemi. Kwa hiyo tunawapa nafasi wale wanaosema uongo, wanachukua mengi wanayasambaza. Kwa hiyo uchaguzi unakuja na tupokee maelekezo yatakayotoka kwa viongozi wetu na tuyafanyie kazi. Baada ya hayo machache, niseme tu kwamba mtapata maelekezo kutoka kwa viongozi wenu namna ya kufika na namna ya kurudi, lakini tutajitahidi sisi, tutakuwa na ratiba fupi. Saa 3 kamili tunatakiwa tuwe tumeshaanza kuondoka wote hapa katika maeneo haya na kurudi makwetu kujiandaa kwa ajili ya kuchinja. Na kwa hayo machache tutabaki tuna viongozi, makatibu na wale watakaoona watakuwa wabaki, ili watupe ule mpango kazi tulioahidiana, na upande wa kina mama pia watupe ule mpango tulioahidiana kwa ajili ya namna ya kuratibu shughuli hii. Otherwise nitatoa nafasi labda kwa shehe mmoja wa kata au wawili, mmoja ashukuru, mmoja tuombee dua, au shehe Mwenga anasema mwenyekiti wa Temeke kubwa upo? Asalamu alaykum. Ala, karibu sana. Wenye viti wengine wako wapi? Wilaya zingine? Wenye kiti wengine wako huko. Upo mwenyewe tu. Mimi ndio kudumu Temeke. Basi tupate dua, tupate kwanza shukurani kutoka kwa mmoja wa mashehe wa kata atakayechaguliwa au atakayejitolea, alafu mmoja atusomee dua pia tumalize. Haya, mashehe wa kata uchaguliwe au jichague.
Anakuja shukrani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ahmad Mcheni, ni shekhe wa kata ya Magomeni, ni katika wenyeji wa inshallah. Kwanza tunatoa shukrani kubwa kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio hakuna budi kumshukuru yeye, lakini na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tunawashukuru viongozi wetu kwa kutupa fursa kama hii ya kutuhimiza na kutuhamasisha katika kuendea yale ambayo kwamba yote ni majukumu yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo. Lakini pia tunashukuru kwa ushiriki na kuhudhuria katika hadhara hii. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika yote tulioambiwa na kuyasikia inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kabla hatujaelekea kwenye dua, kuna tangazo maalum hapa, na kwa sababu mashehe wa kata na wenye viti na makatibu wapo, ofisi ile ya Mheshimiwa Mufti katika upande wa kujitambua na hasa kwenye eneo hili la habari, tumeona ni vizuri kuwepo na utaratibu wa mafunzo, na hasa kwa vijana wetu wa Kiislamu kwenye misikiti yenu, kwenye taasisi zenu ambazo tunaamini mnazo za kitwarika na nyinginezo. Kwa hiyo ili kupata mafunzo hayo, mbinu za kuongeza watazamaji ndani ya mitandao au ule utaalamu wa AI na mengineyo